Sasa wakati huu tunakwenda kuzungumzia juu ya experience ya African football na namna ambavyo klabu ya Simba inatakiwa kuwa makini kweli kweli katika mchezo wake dhidi ya Al Masry ambao utapigwa siku ya Aprili 9 katika uwanja wa Mkapa hapa Dar es Salaam. Na mchezo huu kimsingi ni muhimu sana kwa Simba. Ikumbuko kwamba anahitaji magoli 3 ili kujihakikishia kwenda katika hatua inayofuata, kwa maana ya hatua ya nusu finali. Na akiingia nusu finali kuna faida nyingi. Miongoni mwa faida hizo, kwanza itakuwa ni sehemu ambayo alikuwa anaiwish kuifika muda mrefu, lakini faida nyingine ni kujiongezea ubora katika viwango vya ubora barani Afrika. Maanake Simba itakuwa timu namba 5 kwa ubora Afrika. Kwa sasa ni timu namba 6, nafasi ambayo walishawahi kufika miaka ya nyuma. Na nafasi ya 5 itakuwa ndo kwa mara ya kwanza wanaenda kufika nafasi ya 5, na hiyo itakuwa East African Central, timu ya kwanza kutoka ukanda wa Sekafa kuwa katika 5 bora za timu bora za Afrika kwa ujumla wake. Kwa hiyo kuna faida kubwa kwa Simba kwenda katika hatua ya nusu finali, lakini pia msimu ujao endapo Simba watacheza michuano ya kimataifa, kuna faida kubwa ya kutokea katika zile poti za juu wakati ambao inachezeshwa hatua ya makundi ya michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu. Sasa kitu ambacho binafsi nimewiwa kukizungumza ni juu ya umakini kwa wachezaji wa Simba na kufahamu hila za mpira wa Afrika, African football. Mbali na uwekezaji katika maeneo mbalimbali, lakini ni mchezo ambao una fitna kubwa kweli kweli. Hii michuano ya CAF ni michuano ambayo ina fitna kubwa sana. Sasa Simba mchezo dhidi ya Al Masry ambao ulipigwa kule mamlaka ya Suez Canal Ismailia, ule mchezo kuna tukio lilitokea la Lionel Ateba kufanyiwa madhambi na golikipa Gadi. Sasa lile tukio ukiliangalia kwa macho ya kawaida kwenye runinga, unaona kabisa kwamba ilistahili kuwa mkwaju wa penalty kabisa, kwa sababu Lionel Ateba aliingia ndani ya boksi, mpira alikuwa anaweka kwenye direction tofauti, alikuwa anaucheza pembeni ule mpira. Golikipa akenda kumparamia Lionel Ateba na kugusa kabisa mpira, lakini mwamuzi yeye kwa jicho la kwanza hakuona. Sasa mwamuzi kama hakuona kwenye jicho la kwanza, anaangalia reaction. Waamuzi huwa wanasoma wachezaji, wanawasoma hawa wachezaji ambao wamekutana nao. Kuna kumsoma mchezaji mmoja mmoja na kuna kuisoma timu. Mchezaji mmoja mmoja mwamuzi huaga anajua karakta ya mchezaji ndani ya muda mfupi sana, kwamba huyu ana attitude, huyu ni mchezaji mtulivu, huyu ni mkorofi, hivyo vitu ambavyo anakuwa anavisoma. Sasa Simba katika ile mechi, matukio mengi ambayo yalikuwa yanaendelea, walikuwa hawalalamiki, hawaendi kucomplain ukilinganisha na wapinzani wao kwa maana ya Al Masry. Wao ilikuwa matukio mengi wanakimbia kwa pamoja kwenda kulalamikia. Kuna tukio moja Ateba alifanya foul, ilikuja karibia timu nzima ilienda kumzonga mwamuzi kwa ajili ya kushinikiza baadhi ya vitu. Sasa basi, katika lile tukio ambalo Lionel Ateba alifanyiwa foul, kimsingi ile ni foul kwa jicho la kawaida ukiangalia. Tukiweka ushabiki pembeni, kuna mtu mwingine anaweza comment kishabiki au anaweza kuweka hisia za kishabiki, lakini tukiweka ushabiki pembeni, ile ni foul ambayo alifanywa Lionel Ateba ndani ya boxi. Sasa namna gani mwamuzi anaweza akashtushwa labda na kwenda kuangaliwa katika VAR, kwa sababu inatokea mwamuzi anakosea, VAR ndio inakwenda kumsaidia? Ni wachezaji wenyewe. Mantiki yake ni nini? Wachezaji wa Simba walitakiwa kwenda kumpush mwamuzi akaliangalia lile tukio. Ukiangalia vizuri, watu ambao wamereact, wameonesha hisia katika lile tukio hawakuwa ndani ya pitch. Alikuwa ni Fadlu Davids, alikuwa nje na akilalamika kwa nguvu kwa mwamuzi, pamoja na Awesu Ali Awesu, ndo watu ambao niliwaona wakilalamika kwa nguvu. Lakini wachezaji ambao wapo katika field, hakuna ambaye alilalamika hata mmoja, kuanzia captain pamoja na wachezaji wengine wakamwacha. Sasa VAR inatakiwa wampe signal mwamuzi kwamba ili tukio unatakiwa kuja kuliangalia kwenye VAR. Sasa kama unakaa kimya, timu haishinikizi, wanaweza wakaacha. Na ikumbuke Al Masry wako nyumbani. Kwa hiyo maana yake tutarajie mipango mingi itakuwa wameshaitengeneza tayari. Hizi timu za Afrika hazichezi empty katika mechi muhimu kama hizi. Kwa mantiki hiyo, Simba alitakiwa kuonesha hisia ya kutosha ya kushinikiza
hii ikaangaliwa katika VAR. Sasa basi, sambamba na hilo natoa reference ya mechi fulani. Ilikuwa msimu wa mwaka 2021-22, ligi ya mabingwa Afrika, hatua ya robo finali, mchezo wa Al Ahly dhidi ya Raja Casablanca ulichezwa Misri. Mchezo huu robo finali hii, kwanza msimu huu wale Raja walikuwa wa moto kweli kweli. Ndani ya msimu huo katika hatua ya makundi walishinda michezo takriban 5 walishinda, na walipoteza mchezo mmoja peke yake. Ni Raja ambayo watu wengi walidhani kwamba atakwenda kuchukua ubingwa wa Afrika kwa msimu ule, lakini mambo yakaenda tofauti. Sasa mchezo ambao ulichezwa Misri, Cairo, Al Ahly dhidi ya Raja Casablanca, lilitokea tukio la mchezaji wa Al Ahly alimgongesha mpira katika mguu. Alikuwa anapiga crossi, mpira ukaenda kugonga katika mguu wa mchezaji wa Raja na mpira ukaenda zake nje. Muamuzi akaamuru kona. Huyu muamuzi ni Jean-Jacques Ngambo Ndala kutoka DRC. Aliamuru kuwa kona kwa maana jicho la muamuzi liliona mpira umekwenda kugonga katika mguu, na yule mchezaji wa Al Ahly mwenyewe aliona kabisa mpira umegonga katika mguu. Mchezaji wa Raja Casablanca alijua mpira umemgonga katika mguu, lakini chumba cha VAR peke yake ndo kiliamua tofauti. Walimuita muamuzi. Muamuzi ameshaamua kwamba ni kona, lakini akapata signal aende katika VAR akaangalie lile tukio vizuri kwamba ni mkwaju wa penalty, kwa sababu alikuwa ndani ya boksi na iliashiriwa kwamba mpira ameugusa kwenye mkono. Sasa angalia fitna ilivyo. Muamuzi Jean-Jacques Ngambo Ndala akaenda katika screen kwenda kuangalia lile tukio. Sasa VAR inakamata kwa kamera nyingi, yani kuna engo mbalimbali za kamera ambazo zinaonyesha lile tukio. Alipewa engo ambayo inatosha kuamini ule mpira umeguswa kwa mkono. Zile engo alivyoonyeshwa, na yeye akaingia katika ule mtego, akakubali kwamba huu mpira umeguswa kwa mkono, akaja kuamua kwamba huu ni mkwaju wa penalty kwa sababu mpira umeguswa katika mkono, jambo ambalo hata sisi ambao tulikuwa tukiangalia kwenye television kwa jicho la awali tuliona kwamba huu mpira umegusa katika mkono. Hilo kwa jicho la awali tuliona hivyo, na muamuzi alishaiamua tayari kwamba hii ni penalty. Amrel Solia ndo akaenda kupiga ile penalty na akafunga. Ahly wakashinda mabao 2-1 kabla ya mchezo wa pili ambao ulimalizika kwa sare kule Morocco. Sasa katika ule mchezo, baada ya mechi kuisha, mechi ilivyoisha, Raja walikasirishwa sana, lakini baada ya mechi kuisha, sasa siku ya pili zilitoka picha za footages za VAR ambazo zinaonyesha tofauti, kwa maana ya mpira uligusa mguuni, haukwenda katika mkono. Zilionyeshwa hizo footages, zilitembea maeneo mengi mbalimbali, na pale hapana shaka zilikuwa ni fitna, ni mipango ambayo imetengenezwa na chumba cha VAR. Na hii usidhani kwamba VAR wametengeneza wenyewe, hapana. VAR wana engo zote, lakini hawakumpa muamuzi engo zote. Kuna engo aliziminya, wakampa engo nyingine. Sasa engo ambayo aliminya ikalik, ikavuja, watu wakawa wameiona ile engo, na kuanzia pale Raja wakaandika barua rasmi ya malalamiko juu ya uamuzi uliochukuliwa wa Jean-Jacques Ngambo Ndala. Isivyo bahati haikutosha, Al Ahly wakafika mpaka finali, maana nusu finali wakamtoa Entente Setif ya Algeria. Finali wakaenda kukutana na Wydad Casablanca, wakapoteza mabao 2-0. Kwa hiyo Raja alinyimwa haki yake katika hatua ya robo finali, lakini Wydad akaja kulipa kile ambacho Raja alifanyiwa. Sasa basi, maana yake ni nini kwenye story hii? Maana yake ni kwamba huu mpira wa Afrika una fitna nyingi, una hila nyingi. Wachezaji wanatakiwa kuwa active uwanjani kudai haki zao pindi ambapo wanaona kuna fairness haijatendeka, kuna haki haijatendeka. So katika mchezo wa marudiano wanatakiwa kuwa active kweli kweli. Sasa katika mchezo huu wa marudiano, wale Waarabu, zile timu za Afrika Kaskazini zinapokuja ugenini kama hivi, ndo wanakuwa walalamishi mara mbili. Yani ule ulalamishi wao ambao wanaonesha wakiwa kwao, wakiwa hapa wataufanya zaidi, kwa sababu hawaenjoy kucheza katika mazingira ya Sub-Saharan, katika mazingira ya huku kutokana na joto kali. Kwao kuna joto, lakini wanacheza muda wa baridi ambao ni usiku. Kwa hiyo wanapokuja huku huwa wana struggle kweli kweli, hivyo hawatamani
kucheza hii michezo katika muda ambao wanapangiwa kucheza huku. Hivyo basi muda mwingi wanaotumia katika kupozesha mchezo wanaweza kuakti kwamba wameumia au kulalamika sana. Matukio ya kulalamika yanakuwa mengi, ili mradi tu muda uzidi kupotea, wao wapata faida na kwenda hatua inayofuata. So teki yangu kwa wachezaji wa Simba, wanatakiwa kuwa active katika hii mechi, na hii sio kwa Simba tu, kwa timu zote zinazoshiriki michuano ya kimataifa activeness inahitajika. Wale waamuzi wanahitaji mashinikizo, na wachezaji sometimes wanafanya mashinikizo kwa lengo la kumuonesha muamuzi kwamba tuko active na hatuhitaji utudhulumu, hatuhitaji uchezeshe unfair. Kwa hiyo unakuta sometimes wachezaji wanakwenda kwa pressure kubwa kwa muamuzi. So hiyo ndio teki yangu ambayo nilitaka kuizungumza kuhusu lile tukio ambalo lilitokea Misri, na nini ambacho Simba anatakiwa kukifanya kwa maana ya kuboresha baadhi ya maeneo, hususan katika hilo eneo la kucheza na mindset ya muamuzi. Unaweza ukajipanga katika maeneo mengi, lakini hiki ni kipande muhimu kweli kweli kwa maslahi ya taifa letu. Tunatamani kuona Simba Sports akienda katika hatua inayofuata.